Mamlaka za usalama katika mji wa Abu Dhabi zimekabiliana na tukio la moto lililosababishwa na shambulio la ndege isiyo na rubani karibu na kituo cha kuzalisha umeme wa nyuklia cha Barak Nuclear Power Plant, tukio ambalo limeibua taharuki kubwa katika eneo la Ghuba, huku mvutano wa kiusalama ukiendelea kuongezeka Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya vyombo vya habari vya Abu Dhabi, drone hiyo iligonga generator ya umeme iliyokuwa nje ya ukuta wa ndani wa usalama wa kituo hicho cha nyuklia kilichopo eneo la Al Dhafar. Shambulio hilo lilisababisha moto mkubwa ambao uliwalazimu vikosi vya zimamoto na huduma za dharura kupelekwa haraka katika eneo la tukio ili kuzuia moto huo kusambaa kuelekea sehemu nyeti zaidi za mtambo huo wa nyuklia. Maafisa wa usalama walisema kuwa moto huo uliweza kudhibitiwa baada ya operesheni ya haraka iliyohusisha vikosi vya uokoaji, wataalamu wa nishati na vikosi vya ulinzi wa miundombinu ya taifa. Serikali ya Falme za Kiarabu ilisisitiza kuwa hakuna mfanyakazi wala raia aliyejeruhiwa katika tukio hilo, huku viwango vya usalama wa mionzi vikibaki katika hali ya kawaida kabisa. Mamlaka ya udhibiti wa nishati ya nyuklia wa Falme za Kiarabu ilitoa tamko maalum ikieleza kuwa mifumo yote muhimu ya mtambo huo inaendelea kufanya kazi kawaida bila kuathiriwa na shambulio hilo. Taasisi hiyo ilisisitiza kuwa hakukuwa na uvujaji wa mionzi wala hitilafu yoyote katika mfumo wa kupoza mitambo ya nyuklia, jambo ambalo lingeweza kusababisha hatari kubwa zaidi kwa mazingira na wananchi wa eneo hilo. Kituo cha Barak kinachomilikiwa na Emirates Nuclear Energy Corporation ni moja ya miradi mikubwa zaidi ya nishati ya nyuklia katika Mashariki ya Kati na kina umuhimu mkubwa kwa uchumi na usalama wa nishati wa Falme za Kiarabu. Mtambo huo ulijengwa kwa lengo la kupunguza utegemezi wa mafuta na gesi katika uzalishaji wa umeme, huku ukisaidia UAE kuongeza matumizi ya nishati safi. Tukio hilo limezua wasiwasi mkubwa kimataifa kutokana na unyeti wa miundombinu ya nyuklia katika kipindi hiki ambacho eneo la Mashariki ya Kati linaendelea kushuhudia migogoro ya kijeshi, mashambulizi ya drones na vitisho vya makundi yenye silaha pamoja na mvutano kati ya mataifa makubwa ya kikanda. Wachambuzi wa usalama wanasema hata kama shambulio hilo halikuathiri mfumo wa nyuklia moja kwa moja, linaonyesha jinsi miundombinu muhimu ya nishati inavyoweza kuwa katika hatari ya kushambuliwa kwa teknolojia ya kisasa ya drones. Mpaka sasa hakuna kundi lililotangaza kuhusika na shambulio hilo, huku vyombo vya usalama vya UAE vikianza uchunguzi wa kina kubaini chanzo cha drone hiyo ilikotokea pamoja na waliopanga operesheni hiyo. Maafisa wa usalama wanaendelea kupitia mifumo ya rada, kamera za ulinzi na taarifa za kiintelijensia ili kufahamu kama tukio hilo lilikuwa sehemu ya operesheni kubwa zaidi za kijeshi au jaribio la kuharibu miundombinu muhimu ya taifa. Tukio hilo pia limeongeza tahadhari katika nchi nyingine za Ghuba ambazo zinaendelea kuimarisha ulinzi wa vituo vya mafuta, gesi na nishati ya nyuklia kutokana na hofu ya mashambulizi ya drones ambayo yamekuwa yakiongezeka katika miaka hivi karibuni. UAE imewahakikishia wananchi wake pamoja na jumuiya ya kimataifa kuwa hali ipo chini ya udhibiti na kwamba hatua kali zaidi za kiusalama zimeanza kutekelezwa katika maeneo yote muhimu ya kimkakati nchini humo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.